Habari mwana Azam FC, karibu katika kipindi chetu pendwa Azam FC TV kupitia chaneli namba 1 Azam Sports HD1 hapa kwenye kisimbuzi chako cha Azam TV. Hapa Hashimu Ibwe, msemaji wa klabu ya Azam FC, anaweka wazi kwa undani namna ambavyo timu yetu imeamua kuweka kambi ya maandalizi ya msimu mpya hapa Karatu Arusha. Kupitia mahojiano maalumu, amefafanua malengo, faida na matarajio ya kambi hii, akieleza pia jinsi mazingira ya Karatu yanavyosaidia kuandaa kikosi cha kiwango cha juu kuelekea msimu ujao. Nafikiri kwa kiasi kikubwa tumefikia malengo ya kile ambacho mwalimu alikuwa na kitamani, na kwa sababu alitoa maelekezo tangu mwanzo kwamba miongoni mwa vitu ambavyo angetamani kuviona tukiwa tunavifanya kwenye kuitengeneza timu kwa msimu huu ni timu ifanye mazoezi kwenye nyakati mbili tofauti. Nyakati ya kwanza ni nyakati ambayo ina mgandamizo mkubwa wa hewa, na kipindi hiki cha baridi kali kwa upande huu wa Karatu nafikiri ni kitu kizuri sana. Msinione tu nimekaa hapa hivi kawaida, lakini leo ni nyuzi joto 12 Karatu. Na baada ya hapo mwalimu anatamani kwenda sehemu ambayo itaturuhusu kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa pia na mechi za kimataifa, ambako tutapata nafasi pia kucheza mechi za kirafiki 2-3. Kwa hiyo chaguo lilikuwa ni Rwanda, ambako tunaamini kwamba hali ya hewa haitakuwa baridi sana kama ilivyokuwa hapa, na tutakutana na testi tofauti na timu ambazo tumekuwa tukikutana nazo hapa Tanzania. Kwa hiyo watu wasituone kwamba tuko tu hapa Karatu. Tuko kwa mikakati maalum. Tumedhamiria kutengeneza timu ambayo itakuwa na uwezo wa kucheza dakika 120 ziwe kama dakika 45. So far tunaona kama tumefikia malengo ambayo alikuwa ameweka mwalimu, na bado tunaendelea. Lakini habari kubwa tukiwa hapa Karatu ni kwamba wachezaji wetu wapya wote ambao bado hawajawasili kambini kwa sababu pengine majukumu yao ya kimataifa na nini, tunawasubiri kwa hamu sana. Wote watakuja hapa tukiwa hapa. Timu ikiondoka kwenda Rwanda itaondoka ikiwa kamili gado. Na huko walipo kuna mtu anaweza kana kujiuliza kwamba kwa nini hawa wachezaji huko bado hawajajiunga na timu? Kwa nini hawa wachezaji bado hawajapata nafasi ya kukutana na Moto wa Ibenge na kocha wetu mpya wa viungo? Tayari wana program maalum ambayo inaendana na mtiririko wa timu. Kwa hiyo watafanya mazoezi kwa kufuata hiyo program kwa utimamu wa mwili, lakini watafanya drills, na baada ya hapo watakuja kujiunga na timu. Tunasubiria kuona namna gani wanaweza wakatufaa kwenye kikosi chetu, lakini ni wachezaji wazuri na ni wachezaji ambao wanaendana na mpango wa mwalimu. Jambo lingine ni waibie siri hawa wakina Fabrizio sio kina nani hawajaona wachezaji wakija wana roho mbaya wakatili.
linatuweka kwenye nafasi nzuri, likitupa matumaini makubwa ya kufanikisha malengo ya msimu huu. Bwana, ngoja nikwambie kuhusu benchi la ufundi la Azam Football Club. Kocha Florent Ibenge, walimu wetu wa viungo, timu yetu ya madaktari ni ile ile, lakini upana wa benchi umeongezwa kwa unajua kuna muda wanafanya mazoezi wachezaji naumia mimi, lakini nafikiri vision ambayo wako nayo ndio kitu pekee ambacho tunajivunia. Lakini na hiki ambacho kinaendelea uwanjani ni vitu ambavyo technically vitatutengeneza na vitaifanya kuwa na wakati mzuri sana. Wana targets kubwa ambazo wameziweka na wameafikiana na management kwamba wanaweza kuzifikia hizo targets, na sisi tunawasupport kwa 100%. Lakini ni benchi ambalo limeshiba, limekamilika kila idara, ni benchi ambalo nina uhakika 100% kila timu Afrika, sio Tanzania, Afrika ingekuwa inatamani kuwa na benchi la ufundi kama la Azam Football Club. Na hatudhani kwamba kwa namna yoyote ile tunaweza kuwa kwenye upande wa failures. Hatudhani kama tunaweza kusimangwa na mashabiki wetu tena. Hatudhani kama tunaweza kuwapa room wapinzani ya kuzungumza kuhusu technical bench ya Azam FC. Ukisema technical bench au bench la ufundi, unazungumza Azam Football Club technical bench. Dhamira na malengo makubwa yaliyojaa matumaini ndiyo kauli inayotusukuma kupambana kwa kila namna. Tunasimama bega kwa bega na kocha wetu Florent Ibenge, akisaidiwa na jopo kubwa la benchi la ufundi linalohakikisha kwamba kwa vyovyote vile huu unakwenda kuwa msimu bora sana kwetu. Katika hatua nyingine, kocha Kassim Liogope, kocha wa timu ya vijana ya Azam FC Under 20, ambaye msimu wa mwaka 2024-2025 alifanikiwa kuandika historia kwa kutoa kombe la ligi ya vijana na kulileta Azam Complex Chamazi. Sasa rasmi amejiunga na benchi kubwa la kocha Jean Florent Ibenge, akiwa kwenye kambi ya maandalizi ya msimu mpya iliyojikita Karatu Arusha. Kassim Liogope anazungumzia hisia na matarajio yake katika majukumu mapya. Najisikia furaha, lakini kitu kikubwa ambayo ni nafasi kubwa kwangu mimi ni kuendelea kujifunza, kupata bahati ya kufanya kazi na mwalimu mkubwa kama Florent Ibenge. Hiyo kwanza ni kushukuru, lakini pia ni shukuru viongozi wangu wa Azam kwa kuona kwamba kipo kitu ambacho nacho na yapo ambayo nimeyafanya hasa katika upande wetu wa timu zetu za vijana. Kwa hiyo ilipotokea hii nafasi, mwalimu anapohitaji kocha msaidizi mzawa, akaona ni bora niwepo, na kweli nashukuru kwa kupata hiyo nafasi. Ni nafasi nzuri, na ukizingatia bado still nipo na timu za vijana. Kwa hiyo kwangu mimi kitu ambacho nitakachojifunza inakuwa faida kwetu sisi na kwa wenzangu ambao wako chini, tukishirikiana kwa pamoja. Kocha Kassim Liogope amejivunia kuona zaidi ya vijana 5 kutoka kikosi cha Azam FC Under 20 wakipandishwa kujiunga na timu ya wakubwa, yani senior team. Hii imekuwa chanzo cha kujivunia na kutembea kifua mbele, ikimpa morali kubwa ya kuendelea kupambana. Amesema kama mwalimu wa vijana hawa anajisikia faraja kubwa sana kuona juhudi zake zikizaa matunda na wachezaji wake wakipiga hatua kubwa kwenye soka la ushindani. Kila mtu ana malengo. Of course, nilikuja Azam, nilikuwa nafundisha timu ya vijana. Of course, Mungu ametujalia, tulikuwa na mwaka mzuri sana mwaka jana. Tumefanikiwa, tumekuwa mabingwa, lakini ukiachilia kuwa mabingwa Under 20, yapo mafanikio mengine zaidi ya vijana 5 kutoka katika kikosi cha timu za vijana wameaminiwa baada ya kufanya vizuri. Wenyewe nao wamekwenda moja kwa moja kwenye timu kubwa. Kwa hiyo mimi kama mwalimu kwanza najisikia faraja, lakini pia hii itatupa chachu ya kupambana
kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri, na ukishafanya vizuri unapata promotion. Hilo ni jambo zuri kwangu mimi, kwa hiyo na wao kuwepo nao, hata mimi najisikia faraja. Hii itawapa motisha hata wale wengine ambao wako under 17, wako under 20, wataamini kwamba ukifanya vizuri unasogea. Kwa hiyo wao wamesogea, na bahati nzuri tukiwa wote kwa pamoja na wote tulikuwa wote katika safari moja ya mafanikio katika msimu uliopita. Hii ni jambo zuri na litawapa moyo sana vijana wengi, haswa wa Azam za timu za vijana. Kocha Kassim Liogope pia alizungumzia draw ya CAF Confederation Cup iliyofanyika hivi karibuni. Amesema kwanza, tumeipokea kwa utulivu, kwani miongoni mwa majukumu ya msimu huu tulijua kwamba Azam FC itashiriki mashindano ya CAF Confederation Cup kutokana na nafasi tuliyoipata. Ameongeza kuwa tumemwona mpinzani wetu, tunamheshimu kwa sababu ni timu nzuri, lakini tunajipanga kikamilifu kwenda kumkabili. Cha kwanza tumepokea, na ndio kitu ambacho tulikuwa tunasubiria, kwa sababu tunajua hiyo miongoni mwa assignment tutakuwa na ligi, lakini pia tutaenda kucheza mashindano ya Confederation kwa kutokana na nafasi yetu ambayo tumeipata. Kwa hiyo hilo jambo la kwanza, tunashukuru tumeipokea draw, tumemwona mpinzani wetu, tunamheshimu, ni timu nzuri. Hadi inapokwenda kushiriki haya mashindano ni timu nzuri na imejipanga, lakini sisi tumejipanga kwa sababu hatukuwahi kucheza nao, hatuwajui. Kwa hiyo kikubwa sisi kama benchi la ufundi tayari tulishaanza maandalizi mapema. Haya ni mashindano makubwa barani Afrika. Kwa hiyo kiu ya kila mmoja kwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu sisi tumejipanga na tulikuwa tuko tayari kwa mpinzani yoyote ambaye tutakutana naye, tutamwangalia namna gani tutaenda kuangalia namna gani tunaenda kukabiliana naye. Hayo ndiyo yalikuwa maneno ya kocha Kassim Liogope mara baada ya kumalizika kwa draw ya kujulikana rasmi ni nani atakayekuwa mpinzani wa Azam FC. Here also for that to discover them, so it's also why I give them 45 minutes each. Everybody have to show me his quality, so and to make my job a bit tough for my choice, because I'm not putting a player in the field. The player have to put himself in the field because he work hard. So everybody have his chance. So I'm discovering everybody. So they have to work hard and to show me that they want to play. Mwana Azam FC katika maandalizi ya msimu mpya wa mwaka 2025-26 unaotarajiwa kuanza hivi karibuni, klabu yetu ya Azam FC imeongeza nguvu kubwa kwenye kikosi kwa kumsajili Sadio Kanute. Hii ni hatua muhimu inayolenga kuimarisha safu ya kati na kuongeza ushindani ndani ya timu kuelekea mafanikio makubwa msimu huu. Kanute alianza taaluma timu kufanikisha malengo yake ya msimu mpya. Habari Tanzania, habari Azam FC. Mimi ni Sadio Kanute. Nina furaha sana kuwa hapa miongoni mwa kikosi cha
wachezaji wa klabu hii bora. Matumaini mwaka huu utakuwa mwaka mzuri katika swala la matokeo, mafanikio ya mpira wa miguu. Nataka kuunga mkono kila kitu siku zijazo kwa kiasi kikubwa ili kusaidia kusukuma timu kwa kiwango cha juu zaidi. Zaidi, kocha huyu anakuja kuimarisha kikosi cha Florent Ibenge na kuleta uzoefu wa kipekee katika maandalizi ya timu. Je vous salue tous les fanatiques d'Azam FC. C'est le coach Anise Kiazaidi Makiadi. Mimi ni kocha Azahili Makia. Nimetoka hivi karibuni kwenye mafunzo maalum na ndio maana nimejiunga na kikosi chetu nikiwa kidogo nimechelewa katika maandalizi ya msimu mpya. Kuhusu safari yangu ya soka, nimeanza kucheza nikiwa mdogo sana. Kama useme unavyosema, kwa mtu mwenye kipaji, thamani haingoji miaka. Nilikuwa nikifundisha vijana wa mtaani kwetu, jambo liniongezea ari na kupenda soka. Nilipokuwa chuo kikuu, niliendelea kucheza soka, nikibadilika nafasi mbalimbali za ushambuliaji. Hatua kwa hatua, niliweza kusimamia ipasavyo hii ndoto. Na hatimaye nikaamua kusomea ukocha, taaluma ninayofanya hadi leo hii kwa neema ya Mungu. Et voilà, Dieu m'a fait grâce et j'ai construit une équipe solide au niveau de la division 3 au pays et au nom de la SEC Mimosa. Et après à SEC Mimosa, nilijenga kikosi imara katika ligi daraja la 3 nchini kwetu kupitia ASEC Mimosa. Kisha nikasonga mbele kufundisha vilabu mbalimbali. Nilikutana na kocha Florent Ibenge wakati wa mafunzo ya makocha katika uwanja wa Tata Rafael na akanialika kufanya mafunzo ya kitaalamu na Vita Club mwaka 2014 hadi 2015. Baada ya kufanya vizuri, nilipata nafasi ya kufundisha AS Maniema Union, kisha AS Simba na Les Aigos du Congo, mabingwa wa sasa wa ligi kuu ya DRC. Pia nilipata nafasi ya kufanya mafunzo nchini Sudan na klabu ya Al Hilal. Relancé d'aller travailler ensemble avec AS Maniema Union qui joue actuellement au niveau du pays et qui preste pas mal. Baada ya mafanikio haya nilipata mwaliko kutoka Tabora na kupitia hapo vilabu vingi vilitambua uwezo wangu. Kwa hiyo kama nipo hapa Azam FC si kwa bahati tu, bali ni matunda kazi kubwa na neema ya Mungu. Et après les Aigles du Congo, je suis parti pour passer mon stage avec Al Hilal du Soudan. Et après une bonne prestation comme d'habitude, j'ai été contacté par les gens de Tabora, que je salue en passant. Et grâce à eux, beaucoup de clubs ont pu découvrir ma capacité, mon talent. Et voilà, donc si je suis ici chez Azam, ce n'est pas un fruit d'hasard, c'est le fruit d'un bon travail et par la grâce de Dieu. Donc voilà un peu mon parcours. Saidi Anicent Kiazaidi alisema uhusiano wangu wa kazi na kocha Ibenge anachokifanya Ibenge, na ndio sababu iliyonifanya nijitokeze kujiunga na Azam FC. Par rapport à la discipline dans le groupe, et je l'ai déjà vécu. Tout à l'heure, je vis comment nimeshajua vizuri nidhamu ndani ya kundi letu. Niliona jinsi timu inavyojihami kwa mavazi. Hili ni mojawapo ya mambo yanayochangia kuleta nidhamu ndani ya timu. Nimeona wachezaji wenye ufahamu mzuri na hali kubwa ya kushindana. Tutapiga hatua taratibu, lakini kwa usimamie imara
nidhamu hapa ni jambo ambalo haliwezi kukosekana. Tunaposema nidhamu, ni kama jeshi bora zaidi. Ndani ya soka letu tunajiweka kama wanajeshi, hivyo ni kipaumbele kwetu kufanya kazi na kusisitiza nidhamu kila wakati. Wapenzi wa timu huwa na maoni kwamba wachezaji wengine hawachezi vizuri, lakini mara nyingi maneno haya si sahihi. Kuna ambao wanafanya nidhamu ya kiutendaji, yani wanaposhirikiana vizuri, kuwa na mwelekeo sawa na kusikiliza kwa unyenyekevu, wataweza kutekeleza na kurudia mafunzo wanayopokea. Côté discipline et autres, c'est sûr et certain, ça sera au rendez-vous. Oui, ce que je peux promettre à tous les fanatiques d'Azam FC. Ninajua nina uwezo kuahidi mashabiki wote wa Azam FC kwamba tutaendelea kuwa pamoja tukifundisha mshikamano watu. Najua lengo tunapocheza mechi za soka ni kushinda, hilo ndilo lengo kuu, lakini ushindi hauhusiani tu na makocha au wachezaji. Ni nidhamu, kila mtu akijitokeza na kuchangia kwenye mradi huu, huku tukiendelea kuheshimiana. Nina uhakika kabisa, si kwa nguvu zetu au rais wetu au mtu yoyote mwingine, bali ni kwa neema za Mungu. Tutaenda mbali zaidi kadri iwezekanavyo. Encore une fois de plus, kwa neema ya Mungu tutafika mbali sana. Haya ni maneno ya Kia Zahidi mara baada ya kujiunga rasmi na benchi la ufundi la Azam FC. Mwana Azam FC, kwa heri kwa sasa, lakini kumbuka kila Jumanne saa 4 kamili usiku hapa hapa kwenye chaneli yako namba 1 ya michezo utapata habari, mahojiano na matukio mengi kuhusu klabu yako pendwa Azam FC. Mpaka wakati mwingine tena, kumbuka Azam FC, timu bora, bidhaa bora.